Ukweli ni lazima niweke wazi tu na kukufahamisha kwa ewe msikilizaji na mwanasoka zaidi ambaye uko sambamba nasi. Kwa klabu ya Simba na klabu ya Yanga zinaweza zikaongea sana, zinaweza zikalaumu sana, lakini lazima tuzungumze ukweli kwamba refa Dahan Beida kutokea Mauritania ni refa ambaye amekuwa akitumika na viongozi hawa wawili wakubwa kabisa katika soka la Afrika na soka la kimataifa. Yani nikianza ukaribu wa refa Dahan Beida na rais wa FIFA ambaye ni Rais Gianni Infantino, yani ni swala ambalo kiuhalisia huwezi kulipinga. Wamekuwa na ukaribu mkubwa sana, ni refa anayeaminika na rais wa FIFA Rais Infantino. Ukiachana pia na hivyo, yani refa huyu Dahan Beida amekuwa akiaminika sana na rais wa CAF Patrice Motsepe, na ndo maana hata katika finali ya kombe la AFCON mwamba Dahan Beida kutokea Mauritania, huyo mwamba aliweza kuchezesha finali na amekuwa akichezesha michuano mingi mikubwa kabisa na finali nyingi. Yani tukianza kuhesabu finali za Dahan Beida, yani kiuhalisia ana finali zaidi ya 10 za michuano mikubwa. Kwa hiyo inatosha kusema kwamba refa huyu hata asemwe vipi, hata Simba ikate rufaa vipi, hata iweze kumshtaki vipi, kwa sababu gani? Tayari huyu ndo anayeshikiliwa na viongozi wakubwa. Hata Simba ikiweza kushtaki CAF ni sawa sana kazi bure, kwa sababu huyo ni refa wa CAF na anayetumika na viongozi wa CAF. Ukienda kushtaki FIFA, huyu refa anatumika na viongozi wa FIFA, kwa hiyo ni sawa sawa na kazi bure. Kwa hiyo ni ukweli ambao unaonekana kabisa kwamba upo kwa ajili ya kuharibu soka la Kiafrika, tena haswa kwa chuki nzito kutokea katika nchi yetu ya Tanzania. Yani kumekuwa na chuki kutokea katika viongozi ambao wanaonekana kabisa kupinga pia hatma na kufanikisha soka la Kiafrika, ambalo pia kwa sasa hivi katika nchi ya Tanzania na katika moja ya nafasi kubwa inaonekana kabisa ligi yetu inakuwa kwa kasi sana. Kwa ni lazima mbinu zitengenezwe kuweza kuhakikisha kabisa kama Tanzania inashuka chini kabisa.